watoto na jamii kuthamini jukumu la malezi katika kukuza maadili na ustawi wa watoto kwenye mazingira yenye amani. Tuanzie hapa kwenye mazingira yenye amani. Je, kwanza karibu. Asante sana. Nashukuru. Asante sana. Uko vizuri eh? Niko vizuri. Sawa. Kwa mzazi, tukisema mzazi alafu tutakuja hapa kwenye swala hili la amani. Mzazi ni nani? Nashukuru mtangazaji. Asante. Pia asante kwa kuwepo mahali hapa siku ya leo. Kwa tafsiri rahisi tu, mzazi ni mtu yeyote ambaye amejaliwa kupata mtoto huyo wa kwanza na anachukua jukumu la kumlea yule mtoto kuhakikisha kwamba anafikia utimilifu wake katika utu uzima. Lakini pia mzazi ni mtu yeyote aliyebeba majukumu ya kuhakikisha kuna mtu anamkuza na kumwendeleza afikie utimamu wa kuwa na tija kwenye familia, kwake mwenyewe na kwenye jamii. Hapa kwenye majukumu hapa, mzazi kwamba kwanza amepata mtoto anaitwa mzazi huyo, lakini pia kutekeleza na kutimiza majukumu yake ili mtoto apate utimamu, yule anolelewa apate utimamu. Mzazi huyo, kuna mzazi na kuna walezi. Mzazi huyo pia anaweza akawa mzazi lakini ni mlezi. Ndio. Sawa. Ni mazingira gani ambayo tunaweza tukasema kwamba sasa hapa mzazi analea kwa amani? Mazingira ya kusema sasa huyu mzazi analea kwa amani, tunaangalia ustawi wa ujumla wa yule mtoto, ndipo tunasema huyu mzazi sasa analea kwa amani. Mtoto anapostawi katika ujumla wake katika maeneo yale matano ya ukuaji, ina maana huyu mzazi ana utulivu, ana uhakika wa kipato, ana uhakika wa kutimiza mahitaji. Ndio unayataja hayo maeneo matano? Maeneo matano sijayataja. Kiakili, kimwili, kihisia, kiakili, kimwili, kihisia. Mawili yamedondoka, nikikumbuka nitayataja. Au kwenye swala la elimu pia. Kiakili. Hiyo inabebwa kwenye kiakili. Lakini tuna maeneo makuu matano ya ukuaji kwa mwanadamu. Kwa hiyo tunasema tunapomwona mtoto anakuwa kikamilifu katika hayo maeneo makuu matano, hapa tunasema mzazi sasa yuko kwenye nafasi yake vizuri na anatimiza wajibu wake. Ina maana tunapoona kuna kulegalega sehemu, tunarudi kumtizama pia mzazi. Kwa sababu inawezekana kuna sehemu ambayo aidha amepungukiwa au anakosa hilo eneo, maarifa au rasilimali au chochote kile ambacho kinamkwamisha kutimiza wajibu wake. Kwa hiyo tunamtizama kwanza mtoto, ukuaji wake. Yule mtoto anakuwa ni kielelezo. Na kuna wakati mwingine mtu anasema mzazi ana wajibu na jukumu. Mtu anaweza akasema wajibu wako mzazi ni kumwangalia mtoto asipate madhara pengine ya ukatili, unyanyasaji na masuala mengine. Ila pia jukumu lako mzazi ni kuhakikisha kwamba huyu mtoto anakuwa katika mikono salama. Hivi vitu viwili mnavitofautisha vipi? Kwa sababu kuna mzazi mwingine anaona mtoto akishakula, amekwenda shule, ameishi, amemaliza, yani kule ndo kulea. Kumbe kuna la ziada ambalo ni lipi? Tunaposema kumlea mtoto kuna mambo mengi. Sio swala tu la ulinzi na usalama. Ulinzi na usalama ni kipengele, lakini kwenye kumlea mtoto kuna mahitaji ya msingi kumpatia ili aweze kustawi, lakini kuna swala la ulinzi na usalama, hilo ni sehemu ya pili. Kwa huwezi kuvitenganisha ukasema nikishampa mtoto chakula nikampeleka shule nimekamilisha. Hapana. Kuna kipengele muhimu tunakisahau cha msaada wa kihisia, ambalo ni eneo muhimu sana, ambalo mwisho wa siku ndio linatuleta kwenye mada ya leo hapa, kwamba nikimpa mtoto chakula, nikalipa ada, nikahakikisha umeme upo, maji anapata, sijamaliza malezi. Nikimlinda mtoto na kuhakikisha kutani na hatari zozote, nikajiridhisha yuko salama, sijamaliza malezi. Nina wajibu wa kuhakikisha ninaweka muda wangu, ambao ndio muhimu, kwa sababu hilo ndio linaleta ule muunganiko wa kifamilia. Tunaposema affection bond, unaipata kwa kuwekeza muda. Nina muda wa kutosha na mtoto wangu, nina muda wa kumsikiliza, nina muda wa yeye kusema hoja zake na mimi nikazijibu, nina muda wa kusoma hisia zake na kuzitambua na kuzijibu. Hili ndio inayoleta bondi inayodumu mpaka ukubwani. Na kuwepo kwa siku hii inawakumbusha nini wazazi? Kuwepo kwa siku hii sasa, yapo mengi ya kujitafakari kama wazazi. Ndio. Mimi nilipokuwa na tafakari, kuna vitu vitatu vilikuja kichwani, kwamba tunapofikiria kwa enzi wazazi, si swala la siku moja. Hili ni swala ambalo ni mchakato ambao ulitengenezwa tangu utoto. Sasa kama tangu utoto mchakato wa kutengenezewa misingi, ni ngumu kuisherekea siku leo.
Kwa ninapo itafakari naangalia maeneo matatu, kuna masuala ya kiuchumi, kuna masuala ya kiutamaduni, kuna masuala ya mabadiliko ya kimaisha, kuna maisha ya hali ya maisha kupanda, lakini kuna swala msingi la ukaribu wa kifamilia. Kwa tukisubiri kwamba ni siku hii leo tu tuisherekee, wakati tangia awali hatukuweka misingi ya kuifanya hii siku iwe na umuhimu, ni ngumu. Na nani anaweka umuhimu? Asante, swali zuri. Uzuri sisi sasa ndo wazazi. Kwa nataka tujiulize hilo swali sisi kwamba ni nani anaweka umuhimu, kwa sababu kesho nitatamani kuona watoto wangu wananienzi. Hilo ndo tamanio langu. Sasa ili wanienzi kesho, leo nafanya nini? Ninachokifanya leo kinaleta mwanga kwamba kesho nitaenziwa au hapana? Tumeona watoto ambao wanatunza wazazi wao 100%, wanaumia kwa ajili ya wazazi wao. Rudi nyuma, angalia wazazi walipanda nini. Lakini kuna watoto hawataki kusikia wazazi wao, angalia nyuma walipanda nini. Kwa hiyo tunasema kuna mambo, ukimtajia mzazi wake anakuambia huna mazungumzo mengine. Na ndio tunasema sasa mambo ya makubwa ya msingi yako matatu ambayo yanafanya watoto washindwe kuwajibika kwa wazazi wao. Kuna swala la kiuchumi. Kweli pesa hakuna, maisha ni magumu, watu hawana ajira. Hiyo ni sababu ya kwanza. Mtu anaona kipato hakigawiki, nitamtunza vipi mzazi wangu? Lakini swala la pili, kuna watu wamebeba hisia, tunasema hisia hasi kutokana na madhira waliopitia utotoni, maumivu, majeraha wanayo tangu utotoni ya kukataliwa, ya kunyanyaswa, ya kunyimwa haki. Mtu amekuwa katika mazingira magumu hali wazazi wapo. Sasa leo amekuwa, ukimtajia mzazi anapata shida. Anapata shida kabisa, hawezi kukuelewa. Kwa huyu tunasema sasa, ili hii siku iwe na maana, ni lazima sisi tuangalie leo tumesimama wapi. La sivyo tutalaumu watoto, la sivyo pia tutatunza wazazi. Ni lazima tujue tumesimamia wapi. Kweli gharama za maisha ni kubwa, lakini nikijua mzazi wangu namna alivyowekeza kwangu katika maisha magumu hayo, nitamtunza. Kwa kupambana. Nitapambana, nitamtunza mzazi kwa sababu najua alichokuwa amewekeza kwangu. Wazazi tusiishie kutoa ada, chakula, umeme, maji. Tuwekeze muda. Malezi ni muda. Malezi ni muda. Kwa hii siku kuwepo, wazazi wenyewe kwanza wanaitambua ama inaadhimishwa kivitendo kwamba kujua mchango wa mzazi, heshima yake, kupongeza mchango wake ambao umeufanya, kujitolea, upendo wa wazazi kote duniani. Tunatambua hii siku ama inapita tu kwa sababu ipo? Niwe mkweli, nafikiri siku inapita tu. Leo hata ukipita kwa babani ukihoji wazazi, hawajui kwamba kwanza kuna siku ya wazazi. Hiyo sio wazazi, hata watoto. Naam, nadhani kwa nini labda? Nafikiri kwanza ni eneo ambalo tumelinyamazia kama jamii, pengine kwamba hii siku ipo lakini haijapewa ule umuhimu wake kama ambavyo siku zingine zinapewa umuhimu. Ina maana hii siku ingekuwa inapewa umuhimu kama siku nasikia siku ya mtoto wa Afrika, siku ya mama duniani, siku ya wanawake. Hizi ni siku ambazo watu wanazisema ni kalenda. Wanawake imepewa kipaumbele. Imepewa kipaumbele sana. Inafahamika sasa hivi mpaka hata na watoto wanajua. Kwa ina maana sisi wenyewe hatujaipa kipaumbele siku, aidha haifahamiki. Kwa tuombe sasa vyombo vya habari mtusaidie, watu waelewe kwamba kumbe kuna siku ya wazazi. Na tunaposema siku ya wazazi, mimi natamani wito wangu siwe siku moja. Hiki kiwe ni kitu cha kila siku. Mzazi wangu ni wa kila siku. Nimsherehekee kila siku, nimfurahie kila siku. Ili tunapofika siku kama ya leo, basi ni mjumuisho, tumefanya nini, tunaongea stories zinazofurahisha. Lakini elimu lazima iende kwenye jamii. Hii siku haifahamiki. Mwezi uliopita tarehe 15 tulikuwa na siku ya familia dunia. Hivi familia na wazazi ni hao ama kuna tofauti hapo? Kuna tofauti kidogo. Ukisema familia unamgusa baba na mama ambao ndo wazazi. Unaweza kuwagusa labda na wale walezi kwa sababu, lakini unaongeza wale wanaotegemea hao tunawaita wazazi. Hapo naita familia. Yaani lazima kuwepo na anayetenda na anayetendewa. Na mtegemezi yupo, unaipata familia. Lakini ukisema wazazi, hawa tunawaangalia kama viongozi watendaji. Tuangalie changamoto ambazo zipo katika malezi sasa hivi. Wazazi wanasema hawana muda wa watoto wa kuwalea watoto wao kutokana na majukumu. Umegusia hapa mambo mengi ya kiuchumi na nini. Watu wanakimbizana na shilingi, wanakimbizana na kutafuta mkate wa hawa wanaowalea. Kutafuta kwetu kumetufanya tukakosa muda wa kukaa na watoto wetu, kwa maana ya muda wa malezi. Ni kweli ni sababu hiyo ndio inafanya kwamba wazazi wakakosa kuwalea watoto wao katika maadili, katika muda mzuri, kwa sababu ya kukimbizana na maisha. Hiyo iko 50 kwa 50. Ninaweza nikasema ndio na sio vile vile. Kwa sababu ukishajua umepewa jukumu la malezi, huwezi kusingizia kutafuta.
na mtoto hahitaji ashinde na wewe siku nzima. Huo ndio ukweli. Yaani tunaposema wekeza muda sio asubuhi mpaka jioni shinda na huyu mtoto kwamba useme sasa niliwekeza muda kwa mwanangu. Lakini tunasema quality time. Unaweza kawa ni nusu saa tu, lakini ile nusu saa na mwanao imekuwa quality. Umesikiliza, umeelewa. Umetizama, umeona. Yaani kwa sababu kuna kutizama, afu kuna kuona. Kuna kusikiliza na kuelewa. Kwa hiyo swala la kwamba tunakimbizana kutafuta vipato ambavyo ni kweli lazima tukimbizane. Maisha ya sasa huwezi kukaa nyumbani. Lazima tukimbizane. Lakini mwisho wa siku katika mbio zetu lazima tukubali kubalance. Tusijifiche kushindwa kutekeleza majukumu ya malezi kwenye mgongo wa kutafuta kipato. Yaani hapo ni kujificha. Wakukosa muda. Hapo kwamba mimi naangalia sana hali ya watoto watakula nini kwenda kujitafutia maisha. Kujificha na kukwepa. Na kwa jukumu kwa hali hiyo basi tufahamu pia kwamba huyu mzazi anajigawa vipi katika majukumu yake na malezi ya watoto wake ili yawe mzazi bora, mzazi wa kuigwa, mzazi wa mfano. Kwamba mimi nahangaika maisha lakini bado ulezi wa watoto wangu upo kikamilifu, namlinda na mtunza. Sawa. Kujigawa kupo, siwezi kuwajibia watu, kila mtu na mihangaiko yake. Lakini kipaumbele changu na naomba nisisitize kwamba ukidhamiria kugawa muda upo na unaweza ukajigawa. Tengeneza majukumu yako vizuri, gawa muda na watoto. Kwa sababu ratiba za watoto na za kwako kuna sehemu zitakutana. Kuna mtu anafanya kazi Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumamosi na Jumapili huwezi kukosa muda kabisa wa kuwa na watoto. Kikubwa nasema hatuwezi kusema kila siku kaa na watoto, hapana. Lakini gawa muda. Muda lazima upatikane. Jumatatu mpaka Ijumaa nimekuwa busy, lakini unarudi saa 12. Unarudi saa 1 saa 2. Walau sema habari mtoto. Pitia hata daftari zake. Shika hata nguo zake. Sisi wakina mama saa nyingine tunaamka asubuhi kuwahi makazini. Ni kweli lazima tuende makazini. Lakini unajua mtoto uniform yake inafananaje? Unajua kuna vitu ambavyo sio lazima ufanye moja kwa moja kwa mtoto, lakini nipo kwenye majukumu yangu kama mama ninaona. Baba vile vile ninajua baba yuko busy na kina baba weekend ndio siku za network na kutafuta pesa zaidi. Lakini kwa ule muda mchache shika daftari la mtoto, muulize maswali 2 matatu, marafiki zake ni wakina nani na anaongea na kina nani. Kwa hiyo muda lazima upatikane, yani lazima tu balance, muda upatikane. Na kwa huyo ambaye anatusikiliza sasa hivi anahisi pengine mzazi anazungumziwa mwanamke tu. Maana kuna mmoja ametuma maoni kwamba ongereni wanawake ni siku yenu. Mzazi ni mwanamke na mwanaume, wote ni wazazi. Pengine labda anajua kwamba ni siku ya wanawake. Lakini leo ni siku ya wazazi. Siku ya wazazi. Lakini na wazazi hawa tunamwangalia baba na mama kwa sababu hawa wote ni ndio walohusika. Wamehusika. Kwa sio siku tu ya mwanamke peke yake. Mzazi pia wa kiume yupo na jukumu lake pia na wajibu wake. Haya, tukirudi sasa kwa wazazi ambao wanasahau majukumu yao na kumvisha dada wa kazi. Na lenyewe pia hili jambo zito tu kwamba dada ndo ataulizwa mtoto kaamka, amelala, amekula, amekwenda shule, amekoga, anaishi vipi, kwa nini kaumia? Yani maswali yamekuwa mengi wakati yale maswali ulipaswa kuulizwa wewe mzazi wa kike na mwenza wako. Lakini leo inageuka kurudi kwa msaidizi wa kazi. Na unaona sasa na wewe umegeukia hapo. Unamrahisishia msikilizaji yule aliyosema kwamba wakina mama hongereni. Unasema kwamba maswali haya yanapaswa aulizwe mzazi mwanamke na mwenza wake. Mwanaume hapaswi kuulizwa. Yaani ile kumuuliza msichana, kwa nini kaumia? Kwa nini hivi? Si wakati mwingine baba anajua mama ameshinda nyumbani, mtoto kaumia, lazima atamuuliza mke wake, mwenza wake. Lakini sasa mtoto akiumia, sasa hivi inakuwa anaulizwa msaidizi pale nyumbani. Nyinyi wazazi ndio aliokaa na mtoto tangu asubuhi. Lakini pia wewe mzazi wa kike unatakiwa kuwajibika, kukagua na kuchunguza. Naam. Sawa. Tupo kwenye wimbi la mabadiliko wa mtindo wa kimaisha. Ndio. Ambalo hatuwezi kulikwepa. Ukiangalia maisha tuliokulia sisi, tuliopo sasa tunayowalea watoto wetu tofauti. Kwa hiyo ni kwamba tupo kwenye mabadiliko makubwa. Jamii imebadilika, jamii imeendelea, jamii imeadvance. Na ukiangalia kizazi chetu sisi hapa katika tunatamani kuona tunawapa watoto wetu maisha fulani, maisha mazuri. Hatuwezi kukwepa. Na ndio hilo limefanya wengi tukimbizane kutafuta kipato na mwisho siku tuweke wasaidizi nyumbani. Kuwa na msaidizi nyumbani sio kitu kibaya. Sio kitu kibaya hasa kwa jamii ya sasa ambayo baba na mama lazima watoke wakahangaike. Lakini nini maana ya kuwa na msaidizi nyumbani? Hilo ndio swala ambalo baba na mama wanatakiwa wajue kabla kumleta msaidizi. Amekuja kwa ajili ya nini? Msaidizi amekuja kuhakikisha kwamba ustawi wa kifamilia unaendelea pasipo kuchukua majukumu ya baba na mama. Shida ni kwamba tunafikiri msaidizi amekuja kuchukua majukumu ya baba na mama. Hapana. Msaidizi yuko pale kuhakikisha ustawi unaendelea. Sisi tunapokuwa kutafuta, lakini tunaporejea sisi wenye ustawi wetu tumerudi. Tunaendelea na ustawi wetu. Kwa hiyo ni makosa kiuhalisia
kumwacha dada awe msemaji mkuu wa ustawi wa watoto wakati baba na mama wapo ndani. Mpaka inafikia sehemu mtoto anamkimbilia dada badala ya wazazi. Yani anajisikia ana amani sana akikaa na dada kuliko akikaa na baba na mama. Lakini sambamba na hilo, tunaposema mabadiliko mtindo wa kimaisha, kuna haya malezi pia ya kidigitali jamani. Hili ndio wimbi baya. Sasa hivi pia tumekuwa wepesi kutoa vitu kwa watoto, vitu vibebe nafasi zetu. Yani mahali ambapo itakiwa mimi niwepo, mtoto aongee na mimi, aseme na mimi, anihoji, acheke, atabasamu na mimi nimeliplace na kitu. Nimempa tablet, nimempa game, nimempa nini? Yani sina muda mimi wa kukaa kufanya kitu, ila mtoto anaweza kafanya na kitu. Kwa hiyo watoto wamebondi na vitu. Mtu anahisi kama vile amerahisisha maisha. Lakini kumbe hisia zile mwambato ambazo zitakiwa zije kwake, mtoto anazielekeza kwenye vile vitu. Kuna swala hapa sasa hivi ambalo hata ukisoma taarifa za Wizara ya Maendeleo ya Jamii, na leo tarehe mosi ndo bajeti yao inasomwa pale bungeni, kwamba ukatili ndani ya familia zetu unafanywa kwa 60% ndani ya familia. Afu ya 40% ni katika maeneo mengine, uko shule, sijui wapi. Wazazi jukumu lao la kuhakikisha kwamba hii 60% ya ukatili ndani ya familia unapungua, liko wapi? Swala la ukatili ndani ya familia, maana kwanza ndio wasimamizi wakuu wao. Yaani nataka niseme ni swala ambalo kwanza halizungumziwi. Ni kitu ambacho kinatafuna familia kimya. Watu wanaoneana muhali. Watu wanaoneana, yani kimya, lakini ni janga liko ndani ya familia, linatafuna familia. Na ukiangalia sasa hivi ni kama upepo mkubwa umeendelea kupiga familia. Tunapambana na family separation, familia zinapasuka vibaya mno. Kwa hiyo hili ni janga liko ndani ya familia, linatafuna familia kimya na hatusemi. Kwa hiyo tunaposema ukatili ndani ya familia upo, na 1% kubwa ya ukatili utakuta ndani ya familia ni wa kihisia. Watu wanapeana ubaridi, watu hawazungumzi, watu wamechagua ukimya, taratibu wanauana pasipo kujua kwamba wao wanauana. Yaani siku hizi vipigo unaweza ukasema sio sana, maneno magumu sio sana, lakini watu wanakaa kimya, watu wanapeana ukimya tu. Ukikuta mama na stress zake ameamua kufunga mdomo, amefunga mdomo. Hata kama ni mwezi. Baba naye ameamua kufunga mdomo, kila mtu ana mambo yake. Sasa wanaoathirika ni watoto. Mauaji ya kimya. Ndio yale unakuta mwisho wa siku mauaji ya kimya. Yaani watu hawaongei, watu hawasemi. Na sisi tunasema familia bora ni familia inayoongea. Yaani familia yoyote bora ni ile inayozungumza. Mimi nimeumizwa kihisia niseme, nina jambo nawaza niseme, nina jambo natamani niseme, na mwenzangu aseme, na mtoto aseme. Mwisho wa siku kwa pamoja tunapozungumza ndio familia inapostawi. Kwa hiyo sasa hivi janga lilopo ndani ya ukatili mkubwa ni huo ukimya. Tunakatiliana kihisia. Na kwa sababu unapokatili hisia, mtu analimbikiza vidonda. Kwa siku vikilipuka ni moto mkali. Sasa siku hii kwa kuwa wengi hawaitambui, hawaifahamu, na kuadhimishwa kwake inakuwa si kwa sana vile. Taasisi yenu inafanya nini hasa katika siku hii kuhakikisha kwamba inatoa mchango mkubwa kwa jamii ili kuweza kuitambua na kuiadhimisha wakiwa kama wazazi? Nashukuru sana. Sisi kama taasisi sasa ukiangalia tunafanya kazi nyingi. Lakini tunasema lengo letu kubwa ni kuhakikisha familia zinakuwa imara. Na familia inakuwa ni sehemu ya kwanza ya mtoto kukua na kustawi. Kwa sababu tunaamini tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu, Mungu alitengeneza familia, kwamba ndipo mahali salama na sahihi pa mtoto kukua. Kwa hiyo tunapambania sana ustawi wa familia, kuhakikisha familia zinakuwa imara. Na hata yule mtoto ambaye ilitokea yuko mbali ya familia arejee mikononi mwa familia. Na hata ile familia ambayo inaona haiwezi tena kumudu majukumu ya kuwa pamoja na watoto, tuhakikishe hii familia inakuwa na uwezo wa kukumbatia watoto. Kwa sababu mwisho wa siku tunakuwa vizuri tukiwa mikononi mwa familia. Kuna mtu amekumbusha hapa, anasema mwanzoni alitaja akasema mawili amesahau, amekumbusha sio kiroho na kijamii. Sawa. Kiroho na kijamii. Hapa kwenye kiroho pia wazazi wamesahau hapa wazazi wamesahau kushughulika na watoto wao kwenye malezi ya kiroho. Ni kwa sababu wao wenyewe hawajui masuala ya Mungu, ama pengine hawaoni umuhimu wake, ama tatizo ni nini? Swala la Mungu ni pana. Yaani tunapozungumza swala la imani, swala la imani ni pana. Lakini turudi kwenye misingi, tulielewa kumcha Mungu ambako misingi yake inatuagiza kupendana, kujaliana, kustiriana, kuoneana huruma. Yaani kuna mambo mengi tunafundishwa kupitia dini. Kwa sasa tunaposema masuala ya kiroho
Inawezekana wazazi wamepoa, hawajikiti kwenye masuala ya kiroho. Lakini twende mbele turudi nyuma, tunapochagua kuilea hii jamii na kumweka Mungu pembeni, hatuwezi kufika. Tunasema hata mtoto ambaye leo amepitia sonona, msongo wa mawazo kutokana na madhira ya utotoni, leo akilelewa vizuri kiroho, atakuwa na nafasi kubwa ya kusamehe na kurudi kumtunza mtoto wake. Lakini ndani ya nyumba tunavyolea watoto leo, tunapomshirikisha Mungu kwenye masuala ya malezi, ndivyo ambavyo tunatengeneza ustawi mpana wa watoto kushika njia na kukua vizuri. Kwa swala la kulea kiroho, swala la sisi kusimama kiroho, sio swala la kuliweka pembeni. Ila jamii ya sasa, kwa sababu ni ya kisasa, tunafikiri pia masuala ya kidini ni option, yani ni swala ambalo naweza nikachagua au nisichague. Lakini kiuhalisia hatuko hapa kuhubiri dini, ila kumcha Mungu ni swala la msingi, hasa tunapofanya malezi. Na ni miongoni mwa yale katika ukuaji, yale mambo matano ni swala la muhimu sana. Haya, kuna msikilizaji anasema swala la ulinzi na usalama wa mtoto ni jukumu la wazazi au walezi pamoja na jamii inayowazunguka. Mfano, mtoto amekwenda kucheza na watoto wenzake. Ni Ahmed Njema Babu White wa Mbezi Malamba, maoni yake. Mwingine anasema kwamba familia kuwa imara lazima imjue Mungu Baba. Anaitwa Jacob Ndama kutokea Maganzo, Shinyanga. Asante. Anasema pia ni muhimu mtoto kila siku kumkagua katika maeneo yake maalum na kumuuliza mara kwa mara. Hii itasaidia ili kuchukuliwa hatua za kisheria kabla hajaharibiwa. Mseti kutokea Dar es Salaam, naye kwa upande wake anasema kufuatilia maendeleo ya mwanafunzi au kukagua daftari ni jambo jema sana. Maoni yake, wazazi au walezi wajenge desturi ya kufika shule kupata taarifa za wanafunzi. Mtei, asante pia, endelea kusalia nasi. Ni baadhi tu ya maoni ya wasikilizaji hii leo kwa kile ambacho anakisikia. Tukizungumzia leo ni siku ya wazazi duniani na inaadhimishwa kila tarehe mosi ya mwezi Juni ya kila mwaka, na maadhimisho haya yalianzishwa rasmi na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 2012. Kuna mwingine anakuambia mimi ni mzazi kwa sababu ninashiriki kikamilifu kuilea na kuilinda familia yangu. Inatosha. Mimi ni mzazi. Wewe mzazi ndio nashiriki kikamilifu kuilea familia yangu. Lakini hajazingatia yale mambo matano. Ndio nataka niulize, inatosha? Haitoshi. Uwajibikaji kwa ujumla wake. Yaani swala tu mimi ni mzazi haitoshi. Uwajibikaji kwenye maeneo yote matano ya ukuaji wa mtoto. Hapo ndio tunapokamilisha. Na huwa yanatimia, watu wanatimiza wazazi katika hayo matano. Unaona yapi ni rahisi kutimizwa na mengine anakuwa kidogo yanauma. Sisi sasa tunafikiri, ndio maana nasema dhana ya malezi inatakiwa ieleweke kwenye jamii. Mtu kimwambia malezi na makuzi ya mtoto, cha kwanza anajua ni mahitaji msingi. Yaani nikishatoa mahitaji msingi, mimi nimemaliza kulea. Na ukitoa mahitaji msingi, maana ukilipa ada kielimu, mtoto ataenda shule. Ukitoa chakula, sawa, ni haki ya msingi ya mtoto kula. Matibabu ni haki ya msingi ya mtoto, lazima atibiwe. Lakini sasa kwa sababu tumesema ni maeneo makubwa matano ya ukuaji, kihisia umemgusaje huyu mtoto ukijikita tu kwenye kutoa mahitaji? Umemgusaje? Kiroho umemgusaje huyu mtoto ukijikita tu kwenye kutoa mahitaji? Kijamii umemgusaje? Tunaposema kijamii, mtoto ashiriki shughuli za kijamii. Mtoto atoke. Hivi hapo kwenye kimwili ni kama sijaelewa. Kwenye kimwili ni vipi? Kimwili ni mahitaji msingi tunayompea kukua mtoto. Amekula, amekula, ameoga, mahitaji ya mwili wake salama, yale mahitaji ya msingi ya kukua mtoto. Kiakili ni hivyo sasa, naanza kumwezesha kukua kiakili, anaenda shule, anapata vifaa vya kujisomea, anaanza kutambua, anaweza kauliza, anaweza kawa curious. Pale namkuza kiakili, nampa uchangamshi. Pale anakuwa kiakili. Unawaambia nini wazazi wote hii leo? Mambo mawili. Naomba nisisitize sana wazazi wa kizazi cha leo, turudi kwenye misingi ya heshima na uwajibikaji. Hiyo ndio misingi iliyotulea. Misingi ya heshima na uwajibikaji inabeba vitu vingi ambavyo ndio tunapata kitu kinaitwa warmth. Ile hali ya kujali ndani ya familia. Unapotafuta lile joto la kifamilia, unaipata ukiweka misingi ya heshima na uwajibikaji. Tusikwepe. Yani nataka nikite kwenye hiyo warmth. Yani kuna ile hali ya familia kuwa pamoja. Kusikia kwamba siwezi yani mimi nikisikia wazazi wangu nasikia kabisa nahamasika. Mzazi wangu akinisikia mimi anasema ni mwanangu katajwa. Hicho ndio tunachotaka tukirudisha ndani ya familia. Tutakipataje? Kutimiza wajibu. Tunatimizaje wajibu? Tutenge muda na watoto wetu. Tusitoe tu mahitaji.
Tukitoa mahitaji, watoto wetu watatupa mahitaji tukiwa wakubwa. Alafu by then hatuhitaji mahitaji, tunawataka watoto watukumbatie. Safi sana. Shukrani sana, ni jambo jema kabisa. Kila mmoja tambua wajibu wake, tukae na watoto wetu pamoja, tuwalee, tuwalinde, tuwakuze katika mikono salama. Tumezungumza hapa na Rose Gwasa, ni mratibu wa mashauri ya watoto wa taasisi kutoka taasisi ya Global Child Advocate. Leo ni siku ya wazazi duniani, mengi zaidi umeyasikia kutoka kwake. Endelea kusalia nasi mpaka saa 3 kamili asubuhi katika taarifa mbalimbali ambazo tumekuandalia hii leo, na muda sio mrefu hapo utakuja kusikia habari za michezo. Asante sana. Anasema mwezeshaji, ili la umri wa mwisho wa mzazi kumlea mtoto ni mpaka atakapooa, ama alikuwa anataka kufahamu hayo, lakini sivyo bahati. Muda wetu umekamilika wa kuwa na mgeni hapa studio.